gerezani, na hajakwenda gerezani kwa bahati mbaya. Sisi sote watu wa dini tunaona no reform no election katika ulimwengu wa roho. Ikiwa wewe ni mwanadamu wa mambo ya mwili unaweza ukapinga, lakini sisi watu wa mambo ya rohoni tunajua haya, na haya hayasemi mtu mwingine isipokuwa Mungu Roho Mtakatifu. Kamwona Mheshimiwa Tundu Lissu amechukuliwa na malaika 7 akiwa amebebwa. Hii ni Goni Online TV. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kujipatia notification zitakazokuwa zikiingia kupitia Goni Online. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu unayenisikiliza mahali popote pale nchini Tanzania, leo tena nimekuletea maono pamoja na unabii mzito juu ya taifa hili. Mungu mwenyewe anasema no reform no election. Mungu mwenyewe anasema no reform no election. Nataka nikwambie kitu, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Siku ya Pasaka ya tarehe 20 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, Umoja wa Maaskofu Tanzania uliweza kutoa kauli ambayo mimi mwenyewe ilinitafakarisha sana. Maaskofu walipotoa kauli ya no reform no election, iliniwia na ikanipa wepesi wa mimi leo hii niwe mbele zako kuyatamka yale ambayo niliyaona katika maono. Katika video zilizopita nilikwambia ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu, Mungu ameitia neema ya ajabu katika mwili wake. Mungu ametia malaika zake katika mwili wa Tundu Lissu, na nilikwambia ya kwamba naona malaika 7 wakiwa wamemzunguka Mheshimiwa Tundu Lissu, na nikakuletea na vifungo kutoka katika Biblia vinavyosema ya kwamba nimeshuka duniani ili nimwangalie yule aliyefungwa na kukamatwa, nami nipo tayari kwa ajili ya kumfuta machozi yake. Ikiwa wewe mwanadamu wa mambo ya mwilini huwezi kuyaelewa haya yanayoendelea katika ulimwengu wa roho, lakini ukiwa ni mwanadamu mwenye asili ya mambo ya rohoni, nadhani utakuwa unaelewa ni nini ambacho kinazungumzwa katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa katika maombi mazito ya kuendelea kuliombea taifa hili, Mungu alinipeleka jangwani, yakaandikwa maneno ya no reform no election, na maneno yale yalikuwa yanawaka moto misili ya jiko la gesi. Nilipomuuliza Mungu Roho Mtakatifu nini maana ya maono yale, Mungu aliniambia huyo mtu ambaye amelitamka neno hili, hicho chama ambacho kimetamka maneno haya, nitaachilia viongozi mbalimbali wa kidini watatamka maneno ambayo yatawasaidia mtu aliyeanzisha no reform no election. Mungu akaniambia hata asipochukua nchi, lakini no reform no election utakuwa ni ulisi wa vizazi vinavyokuja. Raba kosha na mahanda ita paradabasto koposhe tekepaita. Mungu alimwambia Yeshua, nimekupa wewe mahali pote, na unyayo wako utakapokanyaga utapata kibali kisicho kawaida. Nikamwona akaenda kuwekwa katika mto Jordan, nikakuta malaika wale 7 ambao wanamzunguka wametoka katika mwili wake na kumzunguka, ishara ya duara, alafu yeye yupo katikati. Nikaisikiliza sauti ya Mungu ikisema, sasa naomba mumfariji kwa sababu ana maumivu mengi moyoni. Yale ambayo ametendewa mtumishi wangu, naomba mumfute machozi. Mungu akaniambia ya kwamba yupo tayari kufuta machozi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Yawezekana kuna watumishi wengi wa Mungu ambao walichaguliwa katika taifa
taifa hili, ili waweze kusema haki, ili waweze kutetea amani. Lakini viongozi hao kwa sababu ya hofu pamoja na woga hawakuweza kuyaongea yoyote. Ndivyo Mungu alivyomtoa Mheshimiwa Tundu Lissu katika kifo. Tukumbuke kabisa ya kwamba tarehe 27 ya mwezi Septemba mwaka 2017 Tundu Lissu alishambuliwa kwa risasi 27 na moja mpaka leo anatembea nayo. Ingekuwa mtu wa kawaida, wewe unayenitazama na kunisikiliza, angekuwa ameshapoteza maisha, angekuwa ni mtu ambaye hana nguvu za Mungu au neema ya Mungu, angekuwa tayari ameshapoteza maisha. Lakini mwangalie mtumishi wa Mungu jinsi anavyo survive. Mwangalie mtumishi wa Mungu ambavyo ana risasi na kuna watu walitaka kumua, lakini aogopi bado kusimama katika majukwaa. Anasema no reform, no election, na anawakumbusha Watanzania ni wapi ambapo walikosea, haki yao ikakosekana, ni wapi ambapo walikosea, maendeleo yakawa yanakuja kwa slow. Rina mahanda radaba stokopoida lapa shaka taparadaba. Mungu ameniambia ameweka neema juu ya mtumishi Tundu Lissu, na ndio maana hata kuna vyombo vyenye nguvu vimeibuka kwa ajili ya kumtetea. Ndio maana kuna vyombo vyenye nguvu vitaendelea kuibuka kwa ajili ya kumtetea Mheshimiwa Tundu Lissu. Nakumbuka mwaka 2017 alikuwa anakabiliwa na kesi takriban 6, na zingine zilikuwa za uhaini vivyo hivyo, lakini kuna zingine zilikuwa za jinai. Lakini angalia jinsi kesi zote ambavyo Mungu aliitia neema yake ili Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kushinda kesi hizo, na akashinda. Na hii tumwombee Mungu aweze kumfanikisha ili aweze kushinda kesi, kwa sababu malaika wa Mungu yupo ndani ya mwili wa Tundu Lissu na ndiye anayemwongoza. Nilikwambia ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ameenda jela ili aweze kuoteshwa ndoto. Yale mambo ya kwenye Biblia ya Yusufu kupata ndoto na kwenda kumwambia mfalme, ndiye yamekwenda kujirudia kwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Iko ndoto ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu anaiota akiwa gerezani. Iko ndoto ambayo Tundu Lissu anaiona akiwa gerezani, na hiyo ndoto ndio itakuja kumpandisha katika kiti cha ufalme kama alivyopandishwa mtumishi Yusufu. Rapa koshanda bahata ita paradabasta kapaina ina mahando rodobosta kapayana likata kapaita lapo shanda paita. Kwa kuwa Mungu unena mara moja na hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu katika usingizi kitandani. Nimekwambia ya kwamba yuko mtu ambaye anaoteshwa ndoto wakati huu akiwa gerezani, naye sio mwingine ni Tundu Lissu. Atapotoka hapo, unakumbuka ya kwamba Yusufu alipotoka gerezani alikuwa nani? Nimekwambia mtu mwenye ufahamu na aweze kuyafahamu haya ninayoyasema. Mtu mwenye ufahamu na aweze kutafakari haya ambayo nimeyasema, kwa maana nikisoma Biblia inaniambia ya kwamba mtu wa rohoni huyatambua mambo ya kiroho, lakini mtu wa mwilini hutambua mambo ya kimwili. Nimekwambia ya kwamba ndani ya gereza Tundu Lissu hajaenda kwa bahati mbaya, ni mpango wa Mungu kwenda huko. Na kwambiaje, Yusufu alikwenda gerezani kwa sababu ya mpango wa mke wa Potifa, lakini alipotoka gerezani alikuwa ni mtu mkuu sana. Yani alikuwa akitoka mfalme anakuja yeye. Nataka nikwambie ya kwamba iko ndoto ambayo mtumishi Tundu Lissu anaiota akiwa gerezani. Ligada hata parada masia tapaita. Anasema katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu katika usingizi kitandani, ndipo uyafunua masikio ya watu na kuyatia muuli yale yote ambayo anamwambia mtumishi wake. Nimekwambia ya kwamba iko ndoto ambayo mtumishi Tundu Lissu ambaye amepewa neema na Mungu ya kwamba yeye liko jambo ambalo anatakiwa alipitishe, na kisha alipitisha hivyo, yawezekana ataenda kupumzika, na ataenda kupumzika